Leo Jumapili ya tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, shirika lisilo la kiserikali la IMEDO limetoa elimu kwa wavuvi katika mwaro wa Busekera kwa lengo la kuwajengea wavuvi uwezo wa kutumia vifaa okozi wanapokuwa wakifanya shughuli zao ziwani. Hii ikiwa ni sehemu ya jitihada za kupunguza ajali za majini na kulinda maisha ya wavuvi. Elimu hiyo imehusisha mafunzo ya matumizi sahihi ya jaketi okozi, tahadhari za usalama kabla na wakati wa safari za wavuvi, pamoja na umuhimu wa kuzingatia hali ya hewa kabla ya kuingia ziwani. Akizungumza katika tamasha hilo, Bwana Majura Mahingu, afisa mradi wa IMEDO, amesema ni muhimu kwa wavuvi kufuata sheria ndogo zilizotungwa katika maeneo yao, kwani zina lengo la kulinda maisha yao pamoja na mali zao. Ni afisa mradi wa kuzuia kuzama ziwa Victoria, nikisimamia wilaya ya Msoma, hasa Busekera na Kome. Dhumuni la tamasha hili ni kwa ajili ya kuhamasisha wavuvi kuchukua tahadhari wakati wanapofanya shughuli zao za uvuvi. Lengo kubwa la mradi wetu ni kuhakikisha kwamba wavuvi wanabaki salama na wanaendelea kuzalisha kwa ajili ya taifa. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba wanatumia zana bora, yani mitumbwi iliyo salama, wanavaa life jacket, lakini pia wanaheshimu upepo. Wanasema ukiheshimu upepo utavua miaka mingi. Tumeanza kutoa elimu hii mwaka 2022. Kwa hiyo sasa hivi tunaona mafanikio makubwa sana, kwani wavuvi wengi hapa Busekera na maeneo ambayo mradi unafanya kazi wanaheshimu, wanavaa life jacket, wanakarabati vyombo vyao vya kufanyia kazi, na tumewakuta mara nyingi wakifanya hivyo, lakini kikubwa zaidi wanajali sana hali ya hewa. Mfano mzuri ni jana, hali ya hewa ilikuwa mbaya, wavuvi wengi hawakupanda ziwani. Kwa makadirio elimu hii imewafikia. Mradi wetu unafanya kazi katika mikoa mitatu ya kanda ya Ziwa, na mpaka sasa hivi tunakadiria kufikia zaidi ya watu 10,000 ambao wamekwisha kupata hii elimu katika nyakati tofauti tofauti. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tumeanza mafunzo ya kufundisha wavuvi namna ya kujiokoa, na hayo mafunzo tumeendelea nayo kwa hapa Busekera. Aidha, kando ya utoaji wa elimu, tulifanikiwa kuzungumza na baadhi ya wavuvi waliopatiwa mafunzo hayo, ambapo wameeleza kuwa shirika la IMEDO limekuwa msaada mkubwa kwao kwa kuwapatia elimu ya kujikinga dhidi ya madhira mbalimbali wanaokutana nayo wakiwa ziwani, ikiwemo kuzama kwa vyombo vya uvuvi na mabadiliko ya ghafla ya hali ya hewa. Mimi ni mojawapo ya watu waliopata elimu ya IMEDO. Kwa hiyo napenda sana kuwashukuru IMEDO kwa mafunzo waliotuletea. Kwanza wamekuja kupunguza vifo vya majini kwa ajili ya watu wanaozama, wanashindwa jinsi ya kujua wajiokoeje. Na maana wameleta mafunzo ya kujifunza kuvaa life jacket na kuitumia, ufanye nini pale unapozama maji, ili ile life jacket kutunze kwa muda wanaoweza kuja kupata msaada wa kuokolewa. Kwa hiyo naishukuru sana IMEDO, na haya mafunzo ni mazuri sana. Kuna watu tumepata mafunzo, tulikuwa wengine hata tujui kutumia life jacket, tumeweza kuitumia na kujua tuitumieje, tuivaeje. Na kwa ushauri wangu, nilikuwa napenda mafunzo haya yaendelee ili watu wengi tuweze kupata hii elimu ya IMEDO iweze kutukinga na vifo vya maji kwa watu tunaofanya shughuli za uvuvi, kama sisi wavuvi tunaovua dagaa na wavuvi wengine. Mimi ni mvuvi, navua eneo la Busekera. Kuhusiana na IMEDO wamekuja kutusaidia katika kujikinga sisi wavuvi na ajali za majini. Lakini pia sisi vitu ambavyo tunatakiwa tuzingatie katika uvuvi, cha kwanza ni usalama wa mtumbwi wetu tunaoenda nao ziwani kama ni imara. Pili, life jacket, kuzingatia life jacket kwa wavuvi wote. Lakini pia tatu, bila kusahau hali ya hewa. Hali ya hewa pia inachangia sana katika ajali za majini. Basi wazingatie zile sheria zote za uvuvi, lakini pia wazingatie life jacket na mitumbwi ambayo haiko imara. Hautakiwi kupanda kwenye mtumbwi ambao uko imara. Lakini pia tajiri ambaye hajatoa life jacket hautakiwi kwenda doro bila life jacket. Kazi yangu hapa mimi ni msomba ngese, na hii kazi ya kusomba ngese imenipa manufaa. Pia hili shirika la IMEDO limekuja kutupatia manufaa katika kazi tunazozifanya. Pia limekuja kutusaidia
na wavuvi wetu ambao wanaenda ziwani, kuwapatia elimu ya kwenda ziwani endapo hali ya hewa itakuwa mbaya, au kuwa wanavaa life jacket endapo watakuwa wanaenda kazini. Baadhi ya wavuvi hao wameishukuru IMEDO kwa kufikia moja kwa moja katika maeneo yao ya kazi, wakisema elimu hiyo imeongeza uelewa na kuwajengea utamaduni wa kuweka usalama mbele, jambo ambalo linaimarisha uvuvi na usalama, kulinda maisha yao pamoja na familia zinazowategemea. Mimi nina uzoefu wa miaka 29 sasa nikiwa hapa Busekera nikishughulika na uvuvi wa dagaa. Ninashukuru huu mradi wa IMEDO kufika mahali hapa. Umetufundisha mambo mengi, hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui kuvaa life jacket. Lakini ninashukuru kwa sasa ninajua kuvaa life jacket, na kabla sijaenda ziwani ninaanza kuchunguza mtumbwi una hali ya usalama au la. Watu ambao wanalewa ni marufuku kupanda ziwani kwa sababu hawatakuwa na usalama wa kutosha wala uhakika wa maisha yao. Niko hapa nimekuja kuelezea Watanzania juu ya ubora wa life jacket. Hizi life jacket zilizoshikilia hii watu wanaoiona hii life jacket ambayo imebuniwa hivi sasa. Hii life jacket tulitolea ubunifu wakati wa kikao kile cha kwanza Mwanza, wakati tuko Mwanza. Tulitoa mapendekezo yake, ndio ikaja life jacket ambayo ina mfuniko wa nyuma hivi. Ina maana hii jacket mfuniko huu wa nyuma, mtu akipata tatizo akilala hivi anaegemea vizuri, hawezi kupata shida yoyote ile na hawezi kufa maji kwa namna hiyo. Na life jacket zingine zilikuwa zina maboya mbele na nyuma. Sasa hii imeboreshwa kwa ubora zaidi. Ndio maana inaonekana kwa namna hii mnavyoiona, zinapatikana hapa Busekera kwenye duka moja la bwana mmoja anaitwa Masagati. Mwenye uhitaji anaweza kumpigia hata namba yake ya simu. Bwana Masagati yuko Busekera, namba yake ni 0687372969. Yuko hapa Busekera, ndio muuzaji mkuu wa life jacket hizi ambazo ziko kwenye ubora zaidi. Elimu inaendelea kutolewa mpaka sasa. Hii pia ni sehemu ya miongoni ya elimu, lakini wito tunautoa kwa wavuvi wote wanaoangalia kwa hili, wajitokeze kwa wingi kununua life jacket ambazo ni bora zaidi. Swala la bei life jacket ni shilingi 40. Tumekuwa tunashughulika na jukumu kubwa sana la kusimamia sheria zile za halmashauri zilizozinduliwa hapa tarehe 28 Februari 2024. Kwa hiyo tumekuwa tukisimamia ipasavyo, na mara nyingi tumekuwa tunafanya doria za kushutukiza kukamata wale wasiotii kuvaa life jacket. Pia vyombo chakavu tumekuwa tukifanyia ukaguzi wa mara kwa mara, na tunashukuru Mungu hapa kwetu, kulingana na hali ya jiografia ilivyokaa, tumeweza kupunguza vyombo vyote ambavyo havitakiwi, havina ubora, sababu hapa wimbi limekuwa ni la mara kwa mara. Kwa hiyo chombo tu kikiwa na hitilafu ndogo, lazima hata kikiegesha tu unaweza kukuta asubuhi kimezama. Kwa hiyo 98% vyombo ndivyo navyo kwenye mwaro wangu ni bora kabisa na imara. Aise, limepunguza asilimia kubwa, kwa sababu nakumbuka tangu shirika linaanzishwa 2023 mpaka leo hii tumepata kifo kimoja tu ambacho kilitokea mwaka 2024 tarehe 28 Februari. Kwa hiyo elimu imeendelea kukolea na bado tunazidi kupokea na tunazidi kuitoa kwa wavuvi wetu. Wito wangu, ninaomba wazidi kuzingatia hali ya usalama kwa maisha yao, sababu baada ya kutoa hii elimu ya IMEDO, kwanza ninashukuru Mungu, ni kifo kimoja tu kimetokea tangu shirika linaleta mradi hapa. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowaso TV, sauti ya jamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii. Tunatambulika kama Yegowaso TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Hii ni Yegowaso TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa.